Natumai hujambo hapo ulipo na karibu kwenye maoni mbele ya meza ya duara, ambapo wachambuzi wanayajadili masuala mbalimbali ya dunia. Bara la Afrika mara kwa mara linakumbwa na migogoro ya silaha, ikiwa ni pamoja na ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, mapigano ya kikabila na uasi. Aghalabu migogoro hiyo huchochewa na mivutano ya kugombea rasilimali, ukosefu wa utulivu wa kisiasa na umasikini. Lakini pia mikono ya nje ya bara hilo inahusika. Kwa jumla, hayo ndiyo yanayotukia sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchi hiyo haijatulia sawasawa tangu ianze kujitawala mnamo mwaka 1960. Hata katika kipindi cha mpito kuelekea kwenye uhuru, hali ilikuwa ya misukosuko kutokana na migogoro ya ndani na kujiingiza kwa nguvu watu kutoka nje. Kuibuka tena kwa mgogoro mashariki mwa nchi hiyo kumeirudisha Kongo katika vichwa vya habari duniani. Waasi wa M23 wameivamia sehemu hiyo na wanaendelea kuidhibiti. Na wakati serikali ya Kongo inapambana na waasi hao, Rais wa zamani Joseph Kabila, anayetuhumiwa kuwaunga mkono waasi hao, amekwenda katika eneo la mashariki mwa Kongo. Maana yake ni nini? Na hasa baada ya bunge kumvua Kabila hadhi ya kisheria ya kumkinga dhidi ya mashtaka. Ni kwa kiasi gani matatizo ya Kongo yanatokana na Wakongo wenyewe, na kwa kiasi gani yanatokana na watu au nchi za nje? Je, Kongo itaweza kutulia? Washiriki kwenye meza hii ya duara watayajibu maswali hayo na mengine pia. Na sasa napenda kuwatambulisha kwenu washiriki wetu wa leo kwenye meza hii ya duara. Kutoka jijini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nimebahatika kumpata Mheshimiwa Amisi Makutano. Yeye ni mbunge wa chama kinachotawala cha UDPS. Huko nchini Afrika Kusini yupo nasi leo hii Nixon Katembo, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Namkaribisha hapa Mali Ali, yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Yeye yuko mjini Paris nchini Ufaransa. Na huko jijini Kinshasa yuko pamoja nasi Barnabe Milingano, kiongozi wa chama kinachowaunganisha Wakongomani kwa ajili ya mabadiliko, kinachofungamana na Rais wa zamani Joseph Kabila. Na hapa studio za DW mjini Bonn, Ujerumani, ninaye mwenzangu Saleh Mwanamilongo. Mimi ni mwenyekiti wako Zainab Aziz. Swali langu la kwanza kabisa nafikiri nalielekeza kwako Bwana Katembo. Mivutano ya hivi sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaiweka wapi nchi hiyo? Mivutano ya sasa inaonekana kuiweka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika hali tete, ambako licha ya jitihada za kuwepo na mazungumzo kati ya waasi na serikali ya Kinshasa, pamoja na mkataba ambao umetaja kuwa utasainiwa na serikali ya Kinshasa pamoja na Marekani ili vita hivyo visitishwe, pamoja na serikali ya Rwanda, inaonekana kurejea kwake rais wa zamani wa nchi kunaweza kusababisha mshirikano zaidi ndani ya nchi hiyo. Na kwangu mimi naona hii itakuwa si hali njema kwa taifa hilo na raia wake kuendelea kutaabika kutokana na madhara ya vita, na hata wale ambao wanafariki katika mapigano ya moja kwa moja kati ya waasi na makundi mengine mbalimbali nchini humo, ikiwemo serikali ya Kinshasa. Labda naweza kuuliza swali hili Sale, pengine unaweza kulijibu. Nini hasa ambacho ni kiini cha migogoro ya nchini Kongo? Kwa kweli vyanzo vya mgogoro wa Kongo ni vingi. Kwanza ni swala hilo la nidhamu kwa Wakongomani wenyewe, kwa sababu Wakongo zaidi uzalendo bila shaka umezungumzwa tu wakati maslahi ya kila mmoja yamekuwa yametekelezwa, lakini kwa kiasi kikubwa Wakongomani wengi wanakuwa pahali pa kutetea maslahi kwanza ya kitaifa. Wengi wao wanasiasa wamekuwa hasa zaidi wakitetea maslahi yao wenyewe, na hicho toka uhuru kimechangia kwa aina moja ama nyingine
kukosesha usalama nchini humo, kwa sababu kumekuwa na migawanyiko mingi sana, si tu ya kikabila lakini hasa zaidi ya kisiasa, na ambayo imechochewa zaidi pia na utajiri wa nchi hiyo. Kwa hiyo ukosefu wa jeshi lililoimarika pia umekuwa ni chanzo kingine cha machafuko ya Kongo, kwa sababu huwezi kuwa na utajiri mkubwa kama huo ama mwingi na baadaye hauna uwezo wa kuweza kudhibiti mipaka ya nchi yako. Kwanza ni udhaifu pia wa mamlaka ya kisheria nchini humo. Matatizo pia mengine ni uchu wa madaraka kwa viongozi ama wanasiasa wa Kongo, na yani vyanzo ni vingi sana ambavyo vimechangia mzozo wa Kongo kutomalizika. Asante sana. Kwako wewe Bwana Milingano, wewe unaonaje nini hasa kiini cha migogoro ya nchini Kongo? Mgogoro wa Kongo ni moja tu, watu hawaheshimu sheria, na tunakuwa na viongozi ambao kama hawajakuwa kwenye madaraka wanasema Kifaransa nzuri, wanapiga mdomo, lakini wakishafika hapo wote wanakuwa wizi tu. Hakuna hata sheria ambayo inaheshimika ndani ya nchi yetu, kwa sababu kama unaangalia constitution ya kwetu kwa mstari wake wa 3, article yake ya 3 inasema kila jimbo ni lazima ijichukue peke yake binafsi kwa kufuatana na useremani na utajiri ambao inakuwa nayo. Na kama unaangalia mstari wake wa 171, hicho ni kifungu 171, inasema ni lazima tutawanyishe uongozi wa serikali mkuu na tutawanyishe vile vile uongozi wa majimbo. Na kama wanaenda kumstara 175, na hiki ni kifungu cha 175 kulingana na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inasema budget ya Kongo 40 ibakie kwenye jimbo. Sawa sawa. 40% ya bajeti ya majimbo inatakiwa ibakie kwenye majimbo husika, na 60 ipande kwenye jimbo kubwa, kwenye government central, na 60% inakwenda kwenye serikali kuu. Endelea. Ukiona hiyo haitimiliki, ni kusema watu wakuu viongozi wakifika hapo wanakimbilia kwanza kujitafutia peke yao. Tunasahabu hatujenge nchi. Kwa leo tunakuwa nchi peke yake katika ulimwengu, ninaweza nikasema hivyo. Hata Yemen inakuwa na barabara nzuri kutushinda. Kongo hatuna barabara. Kongo watu hawalipwe vizuri. Kongo wanaita iko nchi tajiri, lakini ndani ya mfuko wetu, ndani ya tumbo letu sisi Wakongomani hatuona hiyo tajiri. Shida kubwa kwanza ni hiyo. Tunasahabu sote kutia kitu ambao inaweza kutupatanisha sisi sote, tunaita sheria. Kongo hatuheshimu constitution na hatuheshimu sheria za nchi. Ni maneno yake hayo Barnabe Milingano, anasema ni kutokana na ukosefu wa kuheshimu sheria ndio maana hicho kinakuwa ni chanzo cha matatizo haya yote nchini Kongo. Mheshimiwa Amisi Makutano wa chama kinachotawala nchini Kongo cha UDPS, tusikie mchango wake. Asante sana. Nalipata ndugu Barnabe kwa zote amesema. Ya kwanza napasa kuwaelezea ni kama inafaa tu ogope Mungu, tuseme ukweli. Unaweza kusema zote, ni inafanya ujue kwenyewe unatokea. Wandugu Barnabe ni watu wenyewe walifanya masiku na masiku, miaka na miaka, muda 18 na kati ya nchi zetu. Anaweza kutuambia madaraka ule constitution ya wapi wenyewe wao waliheshimu? Hakuna kitu. Leo tumekuta nchi gisi ingali, na baba wa taifa leo amesema ile buku inafaa iheshimiwe na Wakongomani wote. Kama mamlaka imekutoka, inafaa uchunge. Kama tumefanya miaka 5 inamalizika, unaweza tena kurudia juu ukuye ulombe ile masauti ya Wakongomani. Mwongozi wa zamani wana Rais Kabila ameenda fasi wa ndugu amebeba silaha juu ya kuua wengine juu ya mamlaka. Haiwezi kuwa vile. Kwa hivyo mheshimiwa, unaona wewe hicho ndicho chanzo cha migogoro nchini Kongo? Ndio, ni Wanyarwanda. Mesa walifika kwetu, waliona vyote tumekuwa nazo, walitosha tamaa zabo ya kuikala nchi mwetu. Kama unapenda kuikala kwa nchi za watu, inafaa uheshimu sheria za ile mwingine kwenye unaweza kuikala. Wamefika, wametia silaha mbele, wameiba, wamebeba vyote vinavyokuwa chini ya udongo za Kongo. Si
si leo tuko naona kama uongo wote Wanyarwanda wiko nasema ndio uongo wote. Wale Wakongomani wote wamekuwa kule Goma, Bukavu, na wandugu zetu zote wamekuwa pembeni za Kabila, wamesema neno moja. Kwa sisi tumeona ya kama mwingine yetu inapasha kuwa na wale wenyewe tunawaita wapatrioti, kwani tunayo Kongo. Kama hatuna Kongo hatutakuwa Wakongomani. Naomba nimgeukie Ali Mali hapo Paris, Ufaransa. Kutokana na hayo walioeleza washiriki wengine, nadhani bila shaka itakuwa vizuri tuzungumzie kidogo juu ya waasi wa M23. Unadhani watu hawa wametokea wapi na wana malengo gani, na nguvu zao zinatokana na nini au zinatokana na nani? Watu hao M23 labda hilo ni jina tu, lakini kabla ya kuwa M23 waliitwa wa CNDP. Ni vikundi ambavyo vimezuka baada ya mbinu na njia za kutumika kumtoa Rais Mobutu Sese Seko zilitumiwa kupitia nchi ya Rwanda. Kwa hiyo bwana Kabila Laurent alivyokuja kumtoa Mobutu, alikuja kutoka Rwanda na jeshi la Rwanda na silaha za Rwanda, na akaja na Wanyarwanda. Kwa hiyo swala hili ndilo lililofanya hadi leo neno la Wanyarwanda liweze kuzungumzwa sana katika matatizo ya Kongo, licha kuwa matatizo ya Kongo yalianzia tangu kuuawa kwa Lumumba, kupatikana kwa uhuru. Matatizo hayo yalikuwepo, lakini swala la M23 ni kundi ambalo sana linahusisha mikataba ambayo mpaka leo imebaki kwa hali ambayo haifahamiki, mikataba yenyewe ambayo bwana Laurent Kabila yeye hayati aliweza kusaini na Rwanda ili waweze kumfikisha madarakani. Na hayo ndio yale ambayo tena leo yanaleta shida. Kukosa kumalizika kwa makundi haya ni kwa sababu ya utekelezaji wa mikataba wanayokubali kabla hawajawa viongozi, wanayakubali kiurahisi, lakini pale watakapoingia kwenye uongozi sasa yanakuwa hayatekelezeki kama viongozi wa nchi, kwa sababu lazima apite bungeni, yapite kwenye mifumo ya kisheria ili mikataba hiyo iweze kukubalika. Sasa mikataba hiyo inaleta shida kati ya vikundi ambavyo vilivyosaini mkataba, na uasi unaendelea kurudia tena upya. Kwa sasa hivi nikizungumzia M23 kwa nini iliyopo, kwanza tukumbuke uchaguzi ulifanyika 2018, chama cha UDPS cha bwana Tshisekedi hakikushinda uchaguzi. Aliyeshinda ni bwana Martin Fayulu, lakini kwa kuwa alikuwa ni tishio kwa bwana Kabila kwamba angechukua nchi, basi Kabila labda angeishia korokoroni. Bwana Kabila akawa kaona hofu ya kumkabili, kutendea haki wa Kongomani, kumpa mshindi wa halali, ndio akaingia mkataba na bwana Tshisekedi ili apewe madaraka kwa madhumuni ya kumlinda. Lakini umeona kama na mkataba huo haujaingia bungeni, na UDPS wanajua mkataba huo, licha kusema kwamba sheria hazihisimishwi, lakini mikataba iliyofikisha UDPS bwana Tshisekedi kwenye utawala ni mikataba ambayo inatakiwa ifahamike, na ndio sababu inamfanya leo bwana Korenanga ambaye ndio alikuwa mkuu wa tume ya uchaguzi kuweza kumtangaza bwana Tshisekedi kama rais, hali ya kuwa ni kinyume na matakwa ya Wakongomani. Wakongomani hawakumchagua bwana Tshisekedi, kwa hiyo mpaka sasa ni rais haramu, ni kiongozi haramu kwa mujibu wa sheria. Hizo ndizo bado zinaleta shida hadi leo. Mikataba hiyo haijulikani, na inawafanya bwana Nanga na bwana Kabila waliomkabidhi bwana Tshisekedi utawala leo wasiridhiki kwa sababu ya kukosa kutekeleza makubaliano ya wao kupeana madaraka. Nataka nimuingize Mheshimiwa Hamisi Makutano atueleze vipi, wewe unaonaje kauli hiyo, ina ukweli? Nimeona kama ndugu zangu amekuwa kuinchi ya France amesema uongo mtupu. Nimesikia na nimejua ya kama masemo zake asizijue yeye mwenyewe, kwani hapa pa Kongo tulikuwa na machaguzi, Wakongomani walichagua baba wa taifa. Ni kama yeye amesema ya kama kumekuwa mazungumzo Kabila na Tshisekedi, amesema uongo, kwani yeye alikuwa France, amejua zile zote wapi. Si kama anasema ile yenyewe anasema ni za kweli, anaweza kutosha makaratasi enyewe ilifanya Kabila aandike, Felix aandike. Ni uongo mtupu. Wale wote ni watu wamekuwa wakichangana na Kabila, kama wamekosana kila mtu anaenda njia yake. Sasa sisi Wakongomani tumesema ya kama wanaweza kusema zote, wanaweza kusema, na sisi tumesimama mwaka 1997 haiko leo saa vile 2025. Nataka kutafsiri huo mwaka, labda ni muombe mwenzangu Sale ili kwa wasikilizaji wa Kiswahili wapate kujua. Sale, mwaka gani huo? Unapozungumzia 1997 anamaanisha mwaka 1997 na hadi 2025. Sawa, endelea mheshimiwa.
Ndio kusema kama ndugu zangu amesema uongo. Tunapasha kuwa na mwili ya Wakongomani, kwani nchi zetu kama sisi wenyewe hatuzipiganie, nani ataweza kupigana juu zetu? Wanyarwanda wamefanya mbaya mwingine mwetu, sisi tunaweza, inafaa tusimame sisi sote tuseme neno moja na kusema ya kama Bwana Kabila ameleta kifo, ameleta mauaji, ameleta wizi. Saleh, kwa kweli ni swali ambalo limeleta simulizi nyingi. Ni swala hilo la mikataba kama alivyozungumzia Bwana Ali Mali, ambayo ni za siri na vigumu sana kufahamu kipi kilichokubalika na kipi kilichomo katika mikataba hiyo, na hadi kufikia sasa bado hakujafahamika, ijapokuwa Kabila Nanga walisema ndio kulikuwa na mkataba wa siri. Tshisekedi akakanusha, akasema ni yeye alikuwa mshindi wa uchaguzi huo. Hakuja kuwa na kitu ambacho ama upande wote ambao umetoa mkataba huo na kuweka hadharani kwamba kulikuwa na mkataba uliosainiwa, lakini kulingana na duru za Kanisa Katoliki na mashirika mengine ambayo yalichunguza uchaguzi wa mwaka 2018 ambao wamesema kwamba aliyetangazwa mshindi hakuwa mshindi wa uchaguzi huo. Kwa hiyo hizi bado ni simulizi ama narrative ambazo zimekuwepo kulingana na kinachoendelea nchini Kongo. Sawa, mbali na tetesi hizo, mabwana, mimi ningetaka tuzungumzie kile kinachoendelea sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa zamani Joseph Kabila amerejea nchini baada ya kuwa nje kwa muda wa miaka miwili, na baada ya rais huyo kurudi ni kwamba tayari alikuwa amevuliwa hadhi ya kisheria ya kumkinga kushtakiwa. Hii ina maana gani? Nixon Katembo. Napenda nigusie masuala mawili au matatu. Kwanza, ukosefu wa sheria katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa swala la kuheshimu katiba ya nchi. Jambo la pili ni ukosefu wa uzalendo. Swala la tatu ni kuweza kuheshimu sheria za nchi pamoja na kuhakikisha kwamba taasisi za nchi zinasimamisha mamlaka yote pamoja na uendeshaji wa masuala yote ya serikali ya Kongo. Jambo la nne ni ukosefu wa uzalendo, na ukosefu wa uzalendo unatokana na vile unavyoona mikataba inavyosainiwa bila kuheshimika, kwa maana kuwa Wakongomani hasa wanasiasa wanaweza wakasaini mikataba kwa ajili ya manufaa ya tumbo zao wenyewe. Na la mwisho ambalo ningeweza kulizungumzia ni swala haswa linalojikita katika uendeshaji wa taasisi za taifa na kulijenga taifa kwa msingi ya kuwa dola moja ambalo inahusiana na kuendeleza Kongo kama nchi na wananchi wake. Sasa kurejea kwa Kabila kuna kuja haswa katika mantiki kwamba rais ambaye aliongoza nchi kwa miaka 18 na anaona maslahi yake yameathirika kwa kuondolewa kinga ya rais kwanza kama rais wa zamani, pili rasilimali zake na biashara zake nchini Kongo kuingiliwa. Kwa mfano shamba lake la Kingakati nje ya mji wa Kinshasa, ambalo kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na taasisi moja huko Kinshasa kwamba aliwekeza zaidi ya dola milioni 400 za Kimarekani. Hili ni shamba binafsi, wala dola hizo milioni 400 zingeweza kujenga barabara ama hospitali ndani ya nchi ya Kongo. Sasa unajiuliza, hii inasaidia vipi kujenga taifa kwa wanasiasa wa Kongo kushangilia viongozi wao katika siasa au jamii zao za kisiasa kuliko kuweka mbele taifa na kulijenga taifa kwa misingi ya kuweza kuhakikisha Wakongomani wote wanapata haki na wanajiendeleza kijamii pamoja na kiuchumi kwa ajili ya ustawi wa jamii wa taifa la Kongo. Tusipozungumzia haya wazi tutakuwa tunakosea sana. Asante sana Bwana Barnabe Milingano. Tunafahamu kwamba sasa Bwana Kabila amekwenda ama yupo mashariki mwa Kongo, ambapo waasi wa M23 ndio wanaodhibiti sehemu hiyo, na inadaiwa kwamba yeye anawaunga mkono waasi hao. Unadhani madai haya
yana ukweli wowote au kurejea kwake katika eneo hilo Bwana Kabila kutabadilisha mambo? Ninaweza kusema hivi, ni lazima na ilikuwa shurti Rais Kabila kurudia, kwa sababu yeye anakuwa mkuu kiongozi wa chama kubwa. Kwa leo Kongo tunarudia katika hali ya miaka 20 mwaka wa 94 ambayo ilifanyika Rwanda, genocide haiko mbali. Leo hapa katika eneo yote ya Kongo, kama wewe unaitwa mtu wa Kabila umefungwa, uwe askari uwe jemadari, tunakuwa na zaidi ya majemadari 13 ndani ya gereza. Mimi nimewahi kufungwa mara nyingi kwa sababu niko mtu wa Kabila. Sasa sisi tunasema hivi, mtu ambaye ameumwa na nyoka hata akiona kamba ya kiatu ni lazima aogope. Itamfanyia nini Kabila rais aendelee kubakia mbali kule South Africa na watu wake wako wanaendelea kupata shida hapa? Constitution katika mstari wake wa 64 inasema ni lazima mkongomani wote ashimamie uongozi mbaya. Ndugu yangu Bwana Hamisi ndio mrega peke yake ambaye anakuwa akitumika nao watu wengine wote, na mali yetu ndio tunaenda Amerika, hata barabara hatuna na ni kufungwa kila siku. Ningependa kujulisha ndugu zetu hivi, kama kila siku ndege za jeshi ziko zinatoka Kisangani zinaenda zinatupa mabomba kule Minembwe, ziko na uwa wa civilian, wale watu waendelee kuangalia tu. Wako wanatufunga hapa kila siku Kinshasa, wako wanaua watu wale wazalendo. Rwanda haingi kuwa na nguvu mama. Unafikiri wale wataenda wangiingia Rwanda wafanye genocide nyingine? Sasa wataendelea kuangalia tu. Ule Bwana Hamisi anafikiri ya kwamba kwa sababu wamepewa madaraka basi tutawaacha miaka 10 waendelee kutukoelea mkinywa. Ni lazima wajue kama ukiongoza vibaya tutashimama. Sisi wote tuko wanaume, kifo kiliumbwa, itatufanyia nini sisi ambao wakati tuko tunakuja nasi leo tulikuwa tunasema wawili wakufe, watatu wasonge, waliobaki watajenga nchi. Saleh, unasemaje wewe? Kwa kweli kumekuwa na mengi ambayo yamekuwa yakiendelea kuhusu kurejea kwa rais wa zamani Joseph Kabila. Kwa kweli ni swali ambalo hadi sasa halijafahamika madhumuni ya kurejea kwake kwenye upande huo, na serikali kuanzia Rais Tshisekedi mwenyewe kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa amekuwa akimtuhumu mtangulizi wake kwamba amekuwa akiwaunga mkono waasi hao. Na tukigusia aliyoyasema Bwana Milinganyo kuhusu kwamba ni Bwana Mheshimiwa Hamisi Makutano ndio mtu wa kabila lake pekee anayefanya kazi na Tshisekedi, sidhani kwamba kuna ukweli hapo, kwa sababu kuna watu wa mashariki. Alitaka kuzungumzia watu wa mashariki. Kuna wengi ambao wako kwenye serikali kama vile spika wa baraza la bunge ametokea pia jimbo moja na yeye Bwana Milinganyo, na pia Bwana Makutano na huko mashariki, na pia kuna spika wa baraza la Senate ni kutokea huko jimbo la Katanga alikotokea Kabila. Kwa hiyo kumekuwa na hali ambayo wengine wamekuwa wakilaumu utapata nafasi. Swali hapa ni kuhusu hiyo kamata anayosema. Hata kwenye hotuba yake rais huyo wa zamani Joseph Kabila amerejelea kwamba kumekuwa na watu wa karibu yake na maafisa wa jeshi ambao wamekuwa wakikamatwa kwa ili hali tu kwamba wamekuwa wanamuunga mkono ama wanakuwa na uhusiano na yeye Kabila. Kwa hiyo ni jambo ambalo limekuwepo, na kurejea huko kwa Kabila mjini Goma kutaleta hali ngumu zaidi kwa maoni ya wengi nchini Kongo, kwamba inaonekana kwamba ikiwa hakutokuweko na suluhisho la amani, basi huenda vita itakuwa inaendelea. Kwa hiyo hadi kufikia sasa haijafahamika nini atakachokizungumza wakati yuko Goma, na ni mapendekezo yapi ambayo yatafanyika ama ni hatua ipi itakayochukuliwa na serikali ya Kinshasa kwa ajili ya kumaliza mzozo huu. Ngoja tuangalie kwa jicho la Paris kule. Bwana Ali Mali, nikupe nafasi hii. Ndio. Kwa kweli nimewasikia ndugu zangu wanavyozungumza. Kwa kweli wana nyoyo zao zimewaka moto mapema, lakini wanasahau kwamba Kongo ndio inateketea na vizazi vyao vinapoteza bahati ya kuishi katika huo utajiri kama wazazi wao wanavyopoteza nafasi hiyo. Kwa kweli Bwana Kabila kurudi nchini Kongo na hasa upande wa mashariki ni kitu ambacho akilini kinaingia, kwa sababu kama yeye watu wake wanatafutwa, wanawindwa
kama panya hivi sasa, hawezi kubakia nje moja kwa moja, ataona kama ni udhaifu, na yeye mwenyewe tayari anashambuliwa kisiasa na hata kifamilia na kimaisha. Kwa hiyo ni lazima arudi katika ardhi ya Kongo, na eneo salama ambalo anaweza kuwepo ili anusurike na mkono wa serikali ya Tshisekedi ni upande wa mashariki ambao ni wa waasi. Kwa hiyo Bwana Saleh kazungumza mambo ambayo yanaeleweka kwa akili. Ikiwa kama serikali ya Tshisekedi itakosa busara, basi ielewe kwamba iko inalikata tawi ambalo imeikalia, itaanguka, kwa sababu Bwana Kabila ni mtu katawala miaka 18 na ni mtu ambaye ana mkono mrefu pia wa kidiplomasia, na hata ndani ya Kongo ana nguvu. Kwa hiyo kama Kabila kaja kukaa Goma kwa nia ya kujitetea na yeye ili atumie nguvu na yeye kumpiganisha Bwana Tshisekedi, ni wazi kwamba aelewe vita itazidi ile ambayo tulikuwa tumesikia ya kauli ya kuitaja Rwanda, kwa sababu itakuwa tayari ni ya Bwana Kabila na wanajeshi ambao aliwaongoza muda mrefu tangu angali jeshini, na hata wale wote ambao walifuata sera zake na chama chake katika miaka 18. Kwa hiyo Kongo itaingia zaidi hatarini zaidi ya umri wake wote ambao umekwisha tokea, labda turudi kule kwenye miaka ya 60 na wakati wa Bwana Mobutu na waasi. Kwa hiyo Kongo iko hatarini, na hii yote ni kwa sababu ya kukosa uwajibikaji na busara katika utendaji wa mambo ya umma kwa mujibu wa sheria. Kila kile kinachoendeka, watu wana tamaduni ambazo kwa kweli ukilinganisha na karne hii tukoepo, unaweza kuwashangaa Wakongomani, mila na desturi ambazo wanaonyesha Kongomani ni kiasi kwamba unaweza kusema elimu haiwasaidii kitu. Leo watu wote wameamka dunia leo. Ni kwa sababu gani? Bado Wakongomani raia wanawatii viongozi ambao ni wadhalimu, viongozi ambao hawasaidii kitu. Lakini huwezi kuona Wakongomani wanaandamana, Wakongomani wanafanya revolution, mapinduzi yoyote ili wadhihirishe maumivu yao ya mateso, hakuna. Lakini hotuba zao ukizisikia sana, hotuba za kisiasa hazitofautiani na nyimbo ya muziki ambayo wanamuziki wa Kongo wanaimba. Ni hotuba za kuridhisha, maneno mazuri, lakini kiutendaji kabisa sio hotuba za kisiasa ambazo zinatengeneza. Leo serikali ya Bwana Tshisekedi inahatarisha kabisa kuigawa Kongo kwa upande wa mashariki kwa wasema Kiswahili na upande wa magharibi, kwa sababu tayari watu ambao wanasema Kiswahili, fununu na habari zinatembea kwamba Kinshasa, upande wa Kinshasa haonekani vizuri. Hili linaweza likafanya tena kundi liwe kubwa nyuma ya Bwana Kabila na mashariki, na hata hawa wazalendo huku mashariki ambao bado wanashikilia msimamo wa kuunga mkono serikali, wakaiacha serikali na hali ikawa nchi kajikuta imegawanyika kabisa mashariki na magharibi kwa vipande viwili. Kwa hiyo hii ni hatari sana. Kama hakutakuwa mazungumzo ya ndani ya Wakongomani wote bila kutengana, waache kauli za ukabila, hazisaidii kitu. Anayetangaza ukabila katika siasa ni wazi kwamba kaishiwa na sera za maendeleo. Hiyo ni hatari ambayo ipo Kongo, na kama busara haitotumika na Kongo ikasaidiwa, basi Kongo inaelekea kwenye hatari zaidi ya hii ya M23. Mabwana, wadau wa kimataifa wametoa wito wa kusimamisha mapigano na kufanyika mazungumzo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumeona Marekani, Qatar zimejaribu kusuluhisha. Je, jumuiya ya kimataifa inaweza kuwa na dhima yoyote katika juhudi za kuutatua mgogoro wa nchini Kongo? Mheshimiwa Amisi Makutano. Mazungumzo yote ni vizuri juu tupate amani. Kwa lazima ukaangalia wandugu wamebeba silaha. Ni wamebeba silaha, zote wamesema kule zimetoka Rwanda, sio vyao peke yao. Hapana. Zote wamesema kule Qatar zimetoka Rwanda. Sasa na kipindi gani sisi Wakongomani tutaangaliana? Na hata ndugu zangu moja amesema siku gani tutasimama juu tuseme ya kama hatunazo barabara, hatunazo makazi, maisha haiko nzuri, tuwaambie wakuu kusema ya kama politication yetu inapaswa ibadiliki. Itakuwa siku gani? Tumekuwa pale kwa kubeba silaha juu ya kusema ya kama Kagame amesema. Tumebeba silaha kwani Kabila inafanya arudie. Tumebeba silaha kwani Corneille Nangaa amelomba wampatie makaremi yeye yake, walimunyang'anya. Sisi tumesema tunapasha kuwa baraza, wamesema maneno zote, tumetetea zote. Ule wa mubaya anaitika kama mimi nilifanya mubaya, tuangalie mbele. Mimi nimeona kama ni ya muhimu
hakuna shida. Nixon Katembo, juhudi hizi za kutatua mgogoro wa nchini Kongo na katika juhudi hizo za kuleta amani ya kudumu, unafikiri Waafrika wenyewe wanaweza kufanya nini, ikiwa ni pamoja na nchi jirani, Umoja wa Afrika pamoja na mashirika ya kikanda ya barani Afrika? Lazima kuwe na nia ya kisiasa kuweza kutafuta ufumbuzi na utatuzi wa mgogoro ulioko nchini Kongo. Hilo ni moja. Jambo la pili, lazima kuwe na nia ya kisiasa pamoja na moyo wa uzalendo wa kujenga taifa la Kongo na liwe taifa ambalo linaheshimika katika jamii ya kimataifa. Na jambo la tatu kabisa ni kuweza kuachana na uovu ambao nauona zaidi, ambao ni uovu wa siasa za kibinafsi, siasa za kutaka kujitajirisha kabla ya vitu vyote, yani kufanya siasa kwa ajili ya kujaza tumbo za wanasiasa kuliko maslahi mapana ya taifa. Na jambo la mwisho ambalo ningesema ni kuweza kuhakikisha kwamba Wakongomani ndio wenye dhamana ya kutafuta amani ndani ya nchi ya Kongo. Wala amani hiyo haitatoka Marekani, haitatoka Rwanda, haitatoka Uganda, haitatoka Afrika Kusini, haitatoka Angola. Itatokana na Wakongomani wenyewe kufikiria nini azma ya baadaye ya nchi yao. Niwakumbushe hapa mwenyekiti kwamba mwanzilishi wa taifa, waziri wa zamani hayati Patrice Lumumba alisema historia ya Kongo haitaandikwa Ubelgiji, haitaandikwa Marekani, haitaandikwa katika miji mikuu ya Ulaya wala Marekani, lakini itaandikwa na Wakongomani wenyewe. Kiwa Wakongomani hawatalielewa hilo, wataendelea kunyonya, kwani Marekani iwe Qatar, iwe Ufaransa, iwe Umoja wa Ulaya, wana maslahi ndani ya nchi ya Kongo kutaka kuhakikisha kwamba nao wanapata rasilimali ya Kongo. Sasa Wakongomani wenyewe ikiwa hawatalielewa hilo na kuanza kuzozana wao wenyewe kwa misingi ya kikabila, kwa misingi ya kujinufaisha kisiasa na viongozi, na tunaona viongozi katika mjadala huu na wasikia ni kuweza kuwapamba viongozi madarakani kuliko kuliangalia taifa lenyewe linaelekea wapi, vizazi vijazo vya Wakongomani vina urithi gani katika taifa hilo kuendelea mbele, na rasilimali nyingi za nchi hiyo ambazo zinahitajika kuendelezwa kwa ajili ya manufaa ya Kongomani na ustawi wa jamii wa nchi hii. Nami kwa nukta hiyo namgeukia Bwana Barnabe Milinganyo. Ili kuleta amani ya kudumu huko mashariki mwa Kongo, najua ni muhimu kuizingatia mizizi ya migogoro, na mmezungumza hapa, mmetutolea mifano tofauti. Tunajua kwamba eneo hilo lina akiba kubwa za mali asili na hasa madini adimu duniani. Mali hizo zinaendelea kuwa chachu ya migogoro hiyo kimataifa na kikanda. Lakini je, swala hili kama Wakongomani mnaweza vipi kuwa kitu kimoja na kuzungumza kwa sauti moja ili amani ipatikane? Ni lazima tuikale kwenye sehemu moja, tuzungumze ili amani irudie Kongo na tuendelee kuheshimiana. Lakini hawa watu wanakuwa na uongozi wa laana, hawa ndugu zetu wasema uongo, wanafikiri ya kwamba mkiikala hivi wataendelea kuwakoelea ndani ya kinywa. Ni lazima walazimishwe, hata kwa silaha ni lazima walazimishwe kuikaa kwenye sehemu ambayo ya mazungumzo. Ile kuonaona Rwanda kila siku wanafikiri ya kwamba tutakula Rwanda, wakisema Rwanda inatutawala ndio tunashiba, wakisema Rwanda ndio tunapata matibabu, wakisema Rwanda, hiyo yote ni muziki na wakati yao ya kuenea imeisha. Ikiwa Qatar, ikiwa Lome, ikiwa South Africa, ikiwa Amerika itatuikalisha, ni lazima tuikale sasa na tuheshimiane. Sale, unadhani ili kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Kongo, unadhani swala hili linaweza kuzingatiwa vipi? Kwa kweli bado ni kibarua kigumu kufikia amani, ijapokuwa shinikizo kutoka nchi hizi zenye nguvu, mfano wa Marekani, ambayo bila shaka ikikusudia kwamba kuishinikiza Kongo na Rwanda kuweza kufikia amani inaweza kufikiwa, lakini si amani ya kweli, kwa sababu bado Kongo kuna tofauti nyingi sana ambazo viongozi wameshindwa kuwaweka pamoja wananchi na wao wenyewe kwa ajili ya kujadili mustakabali wa taifa hilo. Kwa hiyo
kinachotakiwa kwa sasa kwa kuleta amani ambayo tunazungumzia ni kama alivyosema Bwana Katembo, ni nia nzuri ya kisiasa. Je, Tshisekedi na Kabila wako tayari kukaa meza moja na kuweza kujadili kwa kina matatizo ya Kongo, ama mbali na wao viongozi wengine kujumuika ya wanasiasa? Kwa kweli ni njia ndefu kwa kufikia. Hicho ulichokisema Saleh, nami nakichukua kama swali langu la mwisho. Nianze na wewe Nixon Katembo. Upi mustakabali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kongo itaweza kutulia iwapo Wakongomani watajua nafasi ya nchi hiyo katika jamii ya kimataifa na kuweza kuweka maanani swala la amani ndani ya nchi hiyo kwa kukaa kwenye meza moja ya mazungumzo na kuzungumza kama Wakongomani wanaopenda nchi yao na kujenga moyo wa uzalendo miongoni mwa raia wake pasipo ubaguzi na pasipo kuangalia maslahi binafsi ya wanasiasa wa nchi hiyo, lakini kuangalia taifa mbele na kujenga umoja na mshikamano ndani ya taifa. Unasemaje Bwana Barnabe Milingano kuhusiana na hilo? Sisi tunaona hao uongozi wa laana ambao wanakuwa hapa ni wasema uongo, kwa sababu maneno ambao wanasema ni hakuna siku wataweza kuitimiza. Ni vizuri kwao waache madaraka, patie watu wengine kama mapadri watubebe kwenye uchaguzi unaokuwa bora. Mheshimiwa Amisi Makutano, unasemaje? Kongo itaweza kutulia? Naweza kusema ukweli ya kama Kongo itatulia. Hata tumekuwa na watoto wa Kongo wenyewe wamependa kubeba silaha Rwanda juu akuye kubeba mali, na wajue ya kama Kongo itatulia, kimya itakuwa kila siku. Bwana Mali Ali. Kwa kweli mimi nadhani ili amani ya kudumu ipatikane Kongo, kwanza ni kutibu sababu za matatizo na wasitibu maumivu ya matatizo, kwa sababu kinachoendelea sana Kongo, wao wanajihusisha sana na madhara ya matatizo yao, lakini sababu za matatizo bado hazijazungumziwa na bado hazijaguswa, ambayo zinaeleweka lakini zimeambatana katika mila na desturi na mfumo wa maisha wa Wakongomani kwa muda wa miaka mingi sana nchini kwao, kiasi kwamba neno uzalendo analolizungumza limepotea sana kwa watu wengi. Alafu Kongo hiyo ukiitizama ina tofauti pia ya raia mashariki na magharibi. Ukiwatizama watu hao ni watu wawili ambao wako katika nchi moja, lakini wanatizamana kwa macho ambayo sio mazuri. Kumbe kuna stahili pia Kongo kuwepo mazungumzo ya kitaifa ambayo yatazungumzia tofauti zao na waweze kumaliza tatizo hizo kabla ya kuitaja Rwanda. Rwanda imekuwa kama kivuli tu cha matatizo, lakini kuishtumu Rwanda kwa nchi kama Kongo, kwanza ni aibu kutamka Rwanda ndio inaleta sababu Kongo, kwa sababu ilinganisha Kongo na Rwanda haiingii kwenye kipimo hata kimoja cha Kongo, kwa sababu ni nchi ndogo sana kiasi kwamba Wakongomani kuamini kama Rwanda ndio inawaathiri. Kwa kweli nadhani wanasiasa wa Kongo ni kukosa aibu na kuwadanganya raia wao. Lakini pia wasomi wa Kongo wako wapi? Tunahitajika sasa wataalamu wa mambo hayo ya kumaliza matatizo, wasiachiwe na siasa ambao wako kwenye biashara zao, labda wengine wanafaidika na vita hizi, wanafaidika na matatizo. Kongo inahitaji umoja wa kitaifa kama walivyozungumza wenzangu. Unaweza kusimamiwa na mashirika ya kidini, na sio tu yale ambayo tunayaona ya Wakatolika kwa kuwa ndio wengi, lakini pia kuwe umoja wa mashirika ya kidini, watu waweze kushirikiana kwenye ngazi zote za kijamii. Wanahitaji waelewe kwamba wako katika nchi tajiri, na tabia na mwenendo wa tajiri, mtu mwenye kumiliki mali, unatakiwa uwe vipi, au uongozi wa nchi tajiri na kubwa kama Kongo unatakiwa uwe vipi. Lakini tatizo la Kongo halijapata serikali, halijapata kiongozi ambao ana uzito na uwezo wa kuiongoza Kongo kwenye mapana yake na uzito wake wa utajiri, hasa za nchi kama Kongo. Hilo ni tatizo kubwa. Na msikilizaji, hadi hapo na mimi naifunga meza yetu ya duara kwa wiki hii. Na washukuru sana Mheshimiwa Amisi Makutano, mbunge wa chama kinachotawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo cha UDPS, na kushukuru Nixon Katembo kutoka nchini Afrika Kusini. Vile vile asante sana Bwana Barnabe Milingano ukiwa jijini Kinshasa, na huko jijini Paris nchini Ufaransa shukrani zangu ni kwako Mali Ali. Hapa studio asante sana mwenzangu Saleh Mwanamilongo, na pia wewe msikilizaji wa kipindi hiki cha Maoni Meza ya Duara, na kushukuru sana kwa kuwa nasi, na hadi wakati mwingine. Mimi nilikuwa